Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja tuangazie mataifa yenye nguvu kubwa ya kijeshi duniani. Global Firepower Index ni taasisi inayoaminika kuwa Marekani, ambapo hufanya uchanganuzi huru wa kila mwaka, ambapo utathimini nguvu ya kijeshi ya kawaida kwa mataifa 145 kulingana na mambo zaidi ya 60, ikiwa ni pamoja na nguvu kazi, vifaa, rasilimali na fedha, ili kutoa alama ya nguvu ya kijeshi duniani. Nguvu ya kijeshi inahusisha bajeti ya ulinzi, vifaa vya kisasa na uwezo wa kimkakati. Kupitia matumizi ya bajeti ya ulinzi, mifumo ya kuzuia silaha za nyuklia na silaha za kisasa, mataifa yenye nguvu kubwa ya kijeshi duniani ni pamoja na Marekani, Urusi pamoja na China. Miundo yao ya kijeshi inajumuisha ulinzi wa anga, meli za kisasa na za kivita, kambi za kijeshi katika mataifa ya kigeni na uwezo wa kujilinda kwenye mtandao. Kulingana na Global Firepower Index mwaka 2026, hizi ndizo nchi 10 zenye nguvu kubwa zaidi ya kijeshi duniani. Moja ni Marekani. Marekani inaongoza duniani kwa kuwa na idadi kubwa ya wanajeshi, akiba kubwa ya rasilimali za kijeshi na bajeti kubwa zaidi ya ulinzi. Kutokana na rasilimali zake, Marekani ina teknolojia ya kisasa ya kivita na uwezo wa hali ya juu wa anga, baharini na mtandaoni. Marekani ina wanajeshi wanaohudumu milioni 1,328,000, wanajeshi wa akiba milioni 2,127,000 na bajeti ya ulinzi ni dola bilioni 895. Mbili ni Urusi. Urusi ina nguvu kubwa ya nyuklia, akiba kubwa ya wanajeshi na mifumo ya kisasa ya magari ya kivita na makombora. Urusi ina wanajeshi milioni 1,320,000, wanajeshi wa akiba ni milioni 3,570,000, huku bajeti yao ya ulinzi ikiwa ni dola bilioni 126. Tatu ni China. China inaongoza kwa kuwa na jeshi kubwa la kutoa huduma kote duniani. Pia ina uwezo mkubwa wa anga, baharini pamoja na teknolojia ya kisasa. Idadi ya wanajeshi wanaohudumu nchini China ni milioni 2,035,000. Idadi ya wanajeshi wa akiba ni milioni 3,045,000, huku bajeti yao ya ulinzi ikiwa ni dola bilioni 266.85. Nne ni India. India ni mojawapo ya majeshi yenye nguvu zaidi duniani, wakiwa na uwezo wa nyuklia na akiba kubwa ya wanajeshi. India ina ushawishi wa kikanda katika bara la Asia. India ina wanajeshi wanaohudumu milioni 1,455,550. Wanajeshi wa akiba ni milioni 5,137,000 na bajeti yao ya ulinzi ni dola bilioni 75. Tano ni Korea Kusini. Korea Kusini imewekeza katika teknolojia ya kisasa, akiba kubwa ya silaha na maandalizi makubwa ya ulinzi. Jeshi lake linaundwa na kukabiliana na vitisho vya kikanda, hasa kutoka Korea Kaskazini. Wanajeshi wa akiba ni milioni 3,800,000 na bajeti ya ulinzi ni dola bilioni 50. Sita ni Uingereza. Uingereza ina jeshi linalotumia teknolojia ya kisasa yenye uwezo wa kujilinda kutokana na silaha za nyuklia. Lina uwezo mkubwa wa baharini na kikosi kikubwa kinachoweza kutumwa kote duniani. Wanajeshi wanaohudumu nchini Uingereza ni 1,144,400. Wanajeshi wa akiba ni 2,15,050 na bajeti ya ulinzi ni dola bilioni 71.5. Saba ni Ufaransa. Ufaransa ni mojawapo ya jeshi lenye vifaa vya kisasa, uwezo wa nyuklia, ndege za kisasa za kivita. Wanajeshi wanaohudumu nchini Ufaransa ni 270,000. Wanajeshi wa akiba ni 474,750, huku bajeti ya ulinzi ikiwa ni dola bilioni 63.7. Nane ni Japani. Vikosi vya kujilinda vya Japani vimejikita katika teknolojia ya kisasa, ulinzi dhidi ya makombora na usalama wa baharini. Ushirikiano wa kimkakati wa mashirika yake unaisaidia kuimarisha utulivu wa kikanda. Idadi yake ya wanajeshi wanaohudumu ni 2,47,000. Wanajeshi wa akiba ni 3,17,600, huku bajeti ya ulinzi ikiwa ni dola bilioni 57. Tisa ni Uturuki. Uturuki ina wanajeshi wengi wanaohudumu na wa akiba, huku ikiwa na uwezo wa kuzalisha silaha ndani ya nchi hiyo. Ina uwezo mkubwa
wa ndege zisizo na rubani na ina ushawishi wa kikanda eneo la Mashariki ya Kati. Wanajeshi wanaohudumu ni 355,200. Wanajeshi wa akiba ni 890,700, huku bajeti ya ulinzi ikiwa ni dola bilioni 20. Ya 10 ni Italia. Italia ina jeshi la kisasa linalokidhi kiwango cha NATO, likiwa na meli za kubeba ndege za kivita, uwezo wa ulinzi wa mtandaoni na ushiriki katika operesheni za kimataifa na operesheni za kulinda amani.